Kwa majina naitwa Charles Goodluck, ni mfanyabiashara wa soko la simu 2000, lakini pia ni mwakilishi wa wafanyabiashara. Tulipopata fursa ya ramani, baadhi ya viongozi, ramani ambao tulipeleka sisi wafanyabiashara, wahusika waliitia kapuni na baadaye walikuja na ramani yao. Eneo ambalo tumepale pale na siku ya mita 12,000, lakini kimsingi mheshimiwa, sisi tuliomba siku ya mita 17,500 kama na pointi, ambazo siku ya mita hizo zingetosha kabisa sisi wafanya biashara wote wa eneo hili kuwepo, lakini pia kuendelea kupata huduma ya daladala, kwa sababu mheshimiwa, kwenye uhalisia ukiangalia leo ukikanseli route ya daladala kwenye haya mazingira, hata mimi mfanya biashara anayenipatia banda pale nitashindwa kufanya biashara. Jambo jingine mheshimiwa, ningeomba sasa kwamba utoe angalizo kwa wale viongozi kuwa ni shirikishi. Sitaki kurudi nyuma sana, lakini nakumbuka kikao cha mwisho tulitilafiana na mkurugenzi wa dati na ofisini kwake alitujibu dry. Sizungumzi kwa ubaya, lakini kwa kuwa nimepata nafasi ya kuzungumza, acha tunyoke, black and white, white and black. Hivyo mheshimiwa, changamoto hizi ambazo zipo na imani kwamba utazifanyia kazi na utazitekeleza na umekuja kwa ajili ya kutusikiliza, ni kuombe basi yale yote ambayo tumeyazungumza sisi wafanya biashara na aliyotangulia kuzungumza mwenyekiti wetu wa soko, mheshimiwa mkuu wa wilaya, yazingatiwe, yapewe nafasi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umepokea ushauri huu wa mambo ya ramani, na mimi niwaambie kitu kimoja. Mna mkuu wa wilaya mfuatiliaji kweli kweli, mimi namfahamu. Kwa hiyo naamini hata haya ni mambo ambayo atayafanya. Kwa majina naitwa Samadu Bakari, mimi ni mfanyabiashara wa hapa simu 2000. Ombi langu Mheshimiwa Waziri, hapa kwenye soko hili kuna mkanganyiko, na ameeleza Mheshimiwa wakili msomi, na pia umeliongelea wewe pia. Sina shaka nalo, unajua litafanywa kazi. Pili, naomba ile kamati ambayo ilichaguliwa kuwa ni kamati ya maboresho na uongozi ambao utatuongoza hapa sokoni, kwa uongozi wako wa kuwa mwenyekiti, na kuomba uchague watu wengine ambao wataweza kutuwakilisha kuhusiana na hili swala. Sitaki kusema mengi sana, nadhani unajua kila kitu. Asante sana. Tusaidie, chague wengine kivipi? Waondoke wale waliopo? Naam. Wale waliopo kina nani? Anaongoza ni mtu aliyesifiwa sana, na kweli mwenye haki mpe haki yake, na sifa mpe sifa yake. Lakini kila mtu ana mapungufu yake na manufaa yake. Linapotokea janga, watu hujenga fursa. Linapotokea tatizo limeongelewa, watu hujua wanajipatia hapo hapo. Sasa mwenyekiti aliyetajwa hapa alikuwa anatuongoza ni Musandile, ana watu wake wa chini. Ndio maana nikasema sitaki kuongea sana. Mheshimiwa wakili msomi anajua. Tuambie tu. Ni kwamba huu uongozi ambao unaongozwa na Bwana Musandile sio mzuri, kwa sababu wanagawa maeneo na baadhi wanajigawia wenyewe. Kama nitaongea uongo, Mungu akanichome mwisho siku ya kiyama. Lakini naongea ukweli, na Mungu anijalie nisimamie kwenye haki na ukweli. Walipatikanaje? Hawa viongozi yani kamati imechakatuliwa mara 3 nafikiri, kama sikosea, wafanya biashara. Haya, nimekupata. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalijua hili? Huu uongozi unapatikanaje hapa? Tatizo la hapa, kwanza kulikuwa kuna siasa. Watu walikuwa wanatumia fursa za aina mbili: kufanya siasa kwa migongo ya wafanyabiashara na kujipatia maslahi yao. Na hili ndio jambo nilipozungumza nao niliwaeleza, hatutalifumbia macho na nitalisimamia mwenyewe. Nitataka nijue nani anaingia, ametoka wapi, amefikaje hapa. Hii kamati nilisema hatuji hapa kuumba mbingu mpya. Hatutaki kumuonea mtu. Kama wafanyabiashara wakisema hatutaki, hatutaki. Wakisema wanataka, tunataka. Lakini na wao wasiseme tunataka kwa sababu wanataka waingize maslahi yao kwa kuondoa yaliyokuwepo. Tuendelee.
Mimi naitwa Tisamo Kibule, ni mfanyabiashara sokoni hapa. Kati ya watu walioathirika, watu hapo wameshaunguliwa vitu vyao na hawana kabisa mitaji. Tulio wengi sasa hatuna mitaji. Haya yaliyoshauriwa hapa tulikuwa tunaomba yangechukua kwa muda ambao sio mrefu, kwa sababu inawezekana mtu anaweza kutoka hapa anaenda nyumbani kwake ili apate chakula, lazima aombe, kwa sababu ilikuwa ili uweze kuishi unakuja uuze. Sasa hivi huna cha kuuza, si ndio? Lakini ukienda ukisubiri labda mikopo ambayo inaongelewa ikachukua muda mrefu, hilo swala linaweza kuendelea kutesa watu. Mstahiki, tuambie bwana, mna akiba kiasi gani kwenye mikopo? Kwenye mwaka wa fedha 2026/27 tumetenga bajeti ya bilioni 149 kama halmashauri, lakini kwa mwaka wa fedha huu unaomalizika mpaka mwezi Novemba tulikuwa tumeshatoa mikopo ya bilioni 4, na sisi kama halmashauri tulikuwa tunatenga 10% kwenye ile fedha, na mapato yetu ya ndani ni bilioni 53. Kwa hiyo tunatenga 10% ya bilioni 53. Kwa hiyo tumelipokea hilo la swala la mikopo na tutaanza kulifanyia kazi moja kwa moja haraka. Asante. Kwa uharaka, kikapu kina nini sasa hivi, mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye kikapu kuna bilioni 2.8 mpaka sasa. Kwa hiyo ndani ya wiki ijayo, wiki mbili zijazo, sehemu ya hawa waliounguliwa ambao wanahitaji mtaweza kuwa accommodate kwenye kuwakopesha, ndio kupata mitaji. Ndio Mheshimiwa. Haya. Basi sawa. Kwa hiyo mstahiki meya, mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mnajua orodha yao, tuwarudishe watu wawe kazini, tupeleke watu wawe kazini. Kwa hiyo mtaliangalia hilo ili wapate cha kuanzia ili watu waweze kuendelea na kazi. Jamani, hilo si tumekubaliana? Haya, kwa hiyo wenzetu wataendelea nalo hilo. La design la ramani nilisema na pale kwamba katibu mkuu wa taratibu na mkuu wa mkoa yupo, wataratibu ipatikane ile ramani. Sasa mheshimiwa katibu mkuu utaitisha na hii ambayo ndugu yetu ameiongelea vizuri, hii ya ramani ambayo wao walikuwa nayo, lakini kubwa kama tunavyosema, hiyo ramani izingatie haya mambo yote tuliyoyasema. Lakini si mbaya pia ramani ikikamilika kabla haijaanza kutekelezwa, haijapitishwa kila kitu, si mbaya wenzetu wakihusishwa kwamba hiki ndio tunachopanga kifanyike hapa. Mkurugenzi, tulikubaliana kila biashara iwe na vigezo vyake. Wenzetu hawa na biashara ndogo ndogo ya kibanda hiki na hiki, tulikubaliana ndani ya serikali hawa hawaruhusiwi kuombwa dhamana nyumba. Mtu anafanya biashara ya kibanda unaomba dhamana kadi ya gari, hati ya nyumba, atatoa wapi? Kwa hiyo hayo masharti yaliyosema kijana wetu mzingatie, msiende kwenye hayo masharti ambayo kimsingi atakwamisha wao kupata fedha.